ng'ombe zangu zimekamatwa nafikiri mwezi wa tarehe 5 kama sikosei, maana siku hiyo mimi nilikuwa hospitalini, nilivunjika, nilipata ajali. Kwa hiyo siku hiyo mimi nilikuwepo hospitalini. Kwa hiyo ni wadogo zangu ndio wamesaidia na watoto wangu ambao walikuwepo nyumbani ndio wamekwenda. Ng'ombe zangu zimekamatiwa mbuga ya Kiushirba, mbugani kabisa, tuko mbali kabisa na Mkungunero. Kwa hiyo ng'ombe yangu imekosekana kwa muda siku moja nzima, kuanzia saa 2 mpaka jioni mpaka kesho yake haijajulikana. Wakasema kwamba ng'ombe zimeibiwa. Baada hivyo ng'ombe zikaja kuzikutwa katika wilaya ya Kondoa, kijiji cha Idindiri. Ng'ombe zimekuja kukutwa kule. Wakasema kwamba ng'ombe tu zimezikamata kwenye hifadhi. Wakati kule kilomita 30 kutoka kule kwangu mpaka kule kwenye hifadhi. Hapo basi ng'ombe zangu zilizokamatwa ni ng'ombe, ilikuwa ni ng'ombe 311. Zimekamatwa ng'ombe 311. Baada ya kuzikuta ng'ombe hifadhini, wale wa vijana ambao walienda kutafuta wakaanza kukamatwa. Kaambiwa kwamba ng'ombe ni za kwenu na amezichungia kwenye hifadhi, wakaletwa Kondoa. Ng'ombe zikafuatiliwa Kondoa, ikaonekana ng'ombe ziwachiliwe, ng'ombe hazijaingia kwenye hifadhi, au kama ziliingia hifadhi ni kule ni mbali. Kwa hiyo pale sijajua, lakini kwa sababu sijui kusoma vizuri ile maandishi, lakini mahakama ya wilaya Kondoa iliamuru ng'ombe ziwachiliwe na vijana waachiliwe. Basi wakakata rufaa. Manager Mkungunero amekata rufaa kuja Dodoma. Kesi mwaka 2018 ambayo ilikuwa ni tarehe 3 mwezi wa 10, hukumu imekuja kutoka kwa jaji mkuu ambaye alikuwa anaitwa Kalambola, ambaye ndio jaji mkuu hapa Dodoma. Nirudishiwe ng'ombe zangu. Hukumu imetoka tarehe 3 mwezi wa 10, 2018. Paka leo sijapata ile mifugo. Nilipoanza kufuatilia mahakama, waliitwa DPP ambaye ndio sijui anaitwa muendesha mashtaka, aliitwa aje atoe vielelezo ya kutoachia ile ng'ombe. Hajaja mahakamani. Hatimaye sisi tukaitwa na mbunge wetu wa Kiteto, Papian. Anaitwa Papian. Kwamba zile ng'ombe mkazipokee. Itakazokuwa idadi mkazipokee. Kama ile ng'ombe yenu haina laana, ile ng'ombe mkazipokee, kwa sababu DPP ni yuko pamoja na rais. Kwa ile ng'ombe yenu itaisha kwa sababu ni tamko la rais. Kwa hiyo ile ng'ombe tukaamua basi wacha tuchukue. Kilichopo mkachukue. Tukaamini. Tukaambiwa kwamba ng'ombe imeenda kuhesabiwa, ng'ombe 311, imebakia ng'ombe 197. Nikaamua nikachukue, kwa sababu watoto wangu, mimi kwa umri wangu huu nimeoa wanawake 6 na watoto 30, watoto wako 43. Nilijaribu kufuata hiyo kesi, imeshindikana kwa sababu sina nguvu tena, sijabaikiwa na chochote. Nimekwenda kwa wapa watoto waingie kwa ndugu zangu, wanawake wamenitoweka, wametoroka kwenda makwao. Ng'ombe sijapata mpaka leo, sijapata moja. Nikashindwa, sina nguvu tena. Kwa sababu hela nilikuwa napiga naye kesi ilikuwa ni riba. Nilikuwa nauza watoto. Watoto wangu wadogo nauza. Watoto wangu nilikuwa nauza ili nilipe hiyo riba. Sijapata hiyo ng'ombe mpaka leo. Hiyo ng'ombe sijapata mpaka leo. Na umri wangu ulivyo, na ulemavu wangu unaona. Kwa hiyo mimi nilikuwa nasema tu kwa ufupi, napenda leo nionane na rais. Kama sijaonana, naomba nionane naye.
kwa sababu najua kwamba ni mtetezi wa wanyonge, na najua kwamba anajua walemavu na watoto yatima anajua. Naomba kabisa, kwa sababu huku hakuna haki. Hii serikali yote mimi niliona tu, kwa sababu maana ukishinda kesi, na nilikuwa najua kwamba ilikuwa ni chombo ya haki, lakini sijajua kwamba naambiwa kwamba hiyo ni tamko la rais. Kwa hiyo nilikuwa napenda nimuone rais. Kama sijamuona ni bora tu ninywe sumu, kwa sababu ng'ombe, kwa sababu sina nguvu tena, sina nguvu. Nilikuwa naomba rais nimuone kama atanisaidia. Kama hajanisaidia nikajue tu kwamba hakuna msaada, nikajue kwamba hutamko lote hii mtiririko wa hii kesi nijue kwamba rais ndio tamko lake kama ni kweli. Lakini mimi ninavyojua kwamba yeye ni baba wetu ambaye tunamwangalia, tunamtegemea ni yeye. Anajua wafugaji, anajua walema, anajua wapofu, anajua wanyonge. Lazima nilikuwa nataka nimuone kama atanisaidia, hata angalau nipate hata kidogo ya kwenda kujaribu kwa kusanya wanangu. Naitwa Regina Yohana. Kwa jina naitwa Regina Yohana, mkazi wa kijiji cha Handa, kata ya Lahoda, tarafa ya Kwa Mtoro, wilaya ya Chemba, mkoa wa Dodoma. Tumekumbwa na janga hili la kuchukuliwa mifugo na game reserve. Mimi tarehe 15 mwezi wa kwanza 2018, ng'ombe wangu ng'ombe 80 walikamatwa wakati wanasimamiwa na watoto katika mazingira tu ya nyumbani. Maana sisi tupo katika kijiji na hao maskari wanakuja tu mpaka kijijini, wanatembea wakikuta mifugo wanayochunga wanawachukua. Wakifika kule wanatoa taarifa kwamba tumekuta mifugo katika hifadhi. Na baada ya mimi kufuatilia hao mifugo, walinikamata wakaniweka ndani, na mtoto wangu nililala ndani siku 2 lock up. Baada ya hapo nikapelekwa mahakamani kusomewa shtaka hilo. Baada ya hapo nikaonana na manager wa pori hilo. Aliniambia sana kwamba we mama, tena nakupa pole, bora tu ukubali hawa ng'ombe wataifishwe, maana huwezi ukashindana na mimi. Mimi natumia pesa za serikali, gari la serikali, lakini wewe unahangaika. Mara nyingine unatumia kibarua kupata hata usafiri huo unakuja nao mahakamani. Bora tu ukubali hawa ng'ombe wataifishwe. Na hata ukishinda kwenye mahakama hiyo ya wilaya, mimi nitakata rufaa, nitaenda katika mahakama kuu Dodoma. Sidhani kama unaweza ukazunguka sana. Mwisho wa siku unaweza ukakuta ng'ombe 2 au usipate chochote kabisa. Kweli ilinikatisha tamaa. Sikuweza kuendelea na hiyo kesi, nilishindwa. Maana niko mwenyewe, sina mume wangu, mimi niko mwenyewe na watoto wangu nahangaika. Kitendo ambacho ilinifanya mimi kurudi kwa ndugu zangu, kwa wazazi wangu, ili kuwahudumia watoto wangu na ili kujipatia mahitaji mengine. Kwa hiyo mpaka sasa kitendo hii imetuonyesha kwamba sisi tunaishi kama watoto yatima. Katika kijiji hiki tumekuwa kama watoto yatima, watoto wasio na baba. Maana watoto wasio na baba hata wakifinywa, hata wakipigwa, hakuna atakayewapa pole wala atakayewafuta machozi. Lakini leo hii tunashukuru vyombo hivi vya habari. Tunaamini ya kwamba rais wetu ataweza kutusikiliza na kuchukua hatua ya kututetea sisi wanakijiji katika kijiji cha Handa na wafugaji. Asante. Mume wangu hayupo, aliniacha baada ya ng'ombe wangu kukamatwa. Na kwanza ng'ombe walikamatwa, yeye hayupo. Baada ya kusikia ng'ombe wamekamatwa, alikataa kuja kabisa, maana amesema mimi nitakuja kufanya nini na nitaanzia wapi maisha? Hiyo ndio rasilimali yangu, ndio uchumi wangu, nitafanyaje? Alikataa kurudi, na mpaka sasa akasema wewe utajua utakapofanya na mimi nitajihangaikia mwenyewe, mimi sijui. Mpaka sasa tunawasiliana tu kwa simu, lakini anakataa kuja nyumbani. Mimi nawategemea tu ndugu zangu. Lala Salimu, nimezaliwa kwenye kijiji cha Handa, wilaya Chemba, kata Lahoda, tarafa Kwa Mtoro. Mimi maumivu yangu niliokuja hapa, ndugu zangu waandishi wa habari, kwa kweli mimi 2017 nimenyang'anywa ng'ombe na maliasili wa game reserve Soga. Tulikamatiwa ng'ombe ndani ya kijiji cha Handa mnamo wa mwaka 2017
Siku ile ilikuwa ni tarehe 4, kama sikosei, tarehe 4 mwezi wa 9. Mimi ilikuwa sipo, watoto ilikuwa na chunga mazingira ya nyumbani. Mimi ilikuwa nilisafiri, nilienda Singida, kurudi jioni nikasikia ng'ombe wamepotea. Kesho yake asubuhi tukaandamana na watu ilikuwa wengi waliosema ng'ombe wao wameibiwa, lakini tukafuatilia, tulienda kukuta game reserve, maaskari walizuia wale ng'ombe waliwafanyia boma. Kufika pale tukawekwa chini ya ulinzi. Tukasema sasa hapa ni vipi? Tukawaambia jamani, tunaomba labda tuongee kama tulifanya makosa, nyinyi mnavyojisema nyinyi maaskari poli, tuongee kama labda ni faini mseme. Kama labda ni faini, labda mnasema bwana, mnasemaga kuna faini kama ng'ombe zinaingia kwenye hifadhi. Wakasema hapana, kama ni faini unaenda kulipia kuondoa kwenye kama ni benki. Haya, tukamkuta manager mkuu wa poli Choya. Nikamwambia, mheshimiwa Choya, kwa nini